ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أحبة، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa aya nilizozisoma zikiwemo katika suratul Mu'minun na kadhalika katika suratul Ma'arij, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an: walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim, na wale ambao kwamba wanaume wanaohifadhi tupu zao, illa ala azwajihim, isipokuwa kwa wake zao. Mke wako ana huru katika zile sehemu ama ambazo kwamba ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, au kwa vijakazi wao, fa innahum ghayru malumin. Katika hizo sehemu mbili au katika sampuli mbili hizo, huyu mwanamume halaumiki katika hayo. Tupu yake ni halali kwa mke wake au kijakazi chake, fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha, Allah subhanahu wa ta'ala akawa anatuambia ndani ya Qur'an: faman ibtagha waraa dhalika faulaika humul aadun, wale ambao kwamba watakwenda kinyume, watakeuka mipaka kinyume na vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha katika kuhifadhi tupu zao, isipokuwa kwa wake zao, na illa ma malakat aymanuhum, basi Mwenyezi Mungu anasema: faman ibtagha waraa dhalika faulaika humul aadun, hao ndio watakaokuwa ni wale ambao kuwa tajawazul had, wamechupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, ni miongoni mwa sifa za waumini Mwenyezi Mungu akielezea katika suratul Mu'minun, ni moja katika sifa za waumini. Mu'min wa kweli, ikhwani fillah, anakuwa anahifadhi utupu wake, na ni maamrisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, katika hizi aya tatu nilizozisoma, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akisema:
walladhina hum lifurujihim hafidhun, wale ambao kwamba wanaohifadhi tupu zao, wakahifadhi tupu zao kutoingia katika zina, na wakahifadhi tupu zao kuingia katika jambo la fahisha, jambo ambalo kwamba ni la liwat, kama tutakapokuja kuona. Ahibati fillah, katika dini yetu ya Uislamu na katika mienendo ya Qur'an, katika juu ya kulingania, ni moja katika kulingania juu ya usafi na juu ya mtu kujizuia katika machafu. Kadhalika Qur'an katika uslubu wake ni kupigana vita na mambo ambayo kwamba ni mabaya, mambo ambayo kwamba ni machafu. Na kwa wale ambao kwamba ni wenye kufanya mambo ya uchafu, wenye kufanya fahisha, na Qur'ani ikaja ikaelezea namna ya adhabu ya watu kama hao, au kwa adhabu ya mtu ambaye kwamba anayekwenda kufanya vitendo ambavyo kwamba ni vichafu. Ikhwani fillah, katika aya hizi tulizozisoma tutazungumzia aina mbili za fahisha, aina mbili za uchafu ambazo kwamba zimeenea katika jamii zetu, aina mbili ambazo kwamba zimeenea katika mujtama, aina mbili ambayo kwamba baadhi ya Waislamu wameshindwa kuhifadhi tupu zao. Na Allah subhanahu wa ta'ala kitutaka kutuambia walladhina hum lifurujihim hafidhun. Ikhwani fillah, moja katika mambo ambayo kwamba baadhi ya Waislamu wakaenda kukosa kuhifadhi tupu zao ni jambo zima la fahisha ambalo kwamba ni jambo la liwat, jambo la ushoga. Na kadhalika katika nukta ya pili au katika uchafu wa pili ambao kwamba tutazungumzia juu ya kupitia aya hizi ni uchafu ambao kwamba umeenea katika jamii. Ahibati fillah, nao ni uchafu wa kuhalili. Tutakuja kuona namna gani na vipi sheria ilituambia katika Uislamu. Ahibati fillah, katika visa ambavyo kwamba vilivyokariri katika Qur'an na ikatajwa takriban mara 9 katika Qur'an ni kisa cha watu wa Nabii Allah Lut. Nabii Allah Lut ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kwa watu ambao kwamba walikuwa wakifanya uchafu ambao kwamba Nabii Allah Lut alipotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kuwalingania tauhid na kwenda kuwalingania waache yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya, Nabii Allah Lut aliwaambia atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, wallahi mnafanya uchafu ambao kwamba haijawahi katika umma zilizopita. Umma iliyopita hawajawahi kufanya uchafu huo wa ushoga. Atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Ahibati fillah, katika nasaha ambazo kwamba Nabii Allah Lut alitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala aende akawalinganie wale watu ambao kwamba Allah amemtuma, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwisho wa haya au mwisho wa kisa za hawa watu, Mwenyezi Mungu akawa anatuambia inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin, basi iwe ni mazingatio na alama kwa waumini. Allah akatuambia tena katika Qur'an inna fi dhalika la ayatin lilmutawassimin, kwa yale ambayo kwamba waliyafanya watu wa Lut, wakatumilizwa mitume na majibu ambayo kwamba waliokuwa wakiyaregesha, basi mpaka mwisho ikawa hatima yao ni kwamba waangamizwe. Mwenyezi Mungu anatuambia inna fi dhalika la ayatin lilmutawassimin, yale ambayo kwamba yaliyotokea ahibba, basi yawe ni mazingatio lilmutawassimina lilmutaamilina almutafahimina almutafakkirin, yawe ni mazingatio kwa wale wenye kuzingatia, yawe ni mazingatio kwa wenye kufahamu, yawe ni mazingatio kwa wenye kufikiria. Ahibati fillah, Nabii Allah Lut alitumilizwa kwa watu wa Sodom
ambao kwamba tunaita Sodoma, na hawa watu walikuwa katika mambo ambayo kwamba wakiyafanya, mambo machafu, mambo ambayo kwamba ni ya ukhabithi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituelezea ndani ya Qur'an akisema kwamba alipomtumiliza Lut kwa ilmu na hikma, wanajainahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'an kwamba Lut tulipokuwa tumempatia ilmu na hikma katika kumtumiliza au kumtuma kwa watu ambao kwamba walikuwa wakimuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhiran Mwenyezi Mungu anasema tukamuokoa Nabii Allah Lut katika kijiji ambacho kwamba kana ta'malul khaba'ith, walikuwa wakifanya uchafu. Maulama wakataja kauli mbili ambazo kwamba waliokuwa wakifanya watu wa Lut. Kauli ya kwanza, maulama wanasema kwamba inakusudiwa walikuwa wakifanya tendo lile ambalo kwamba ila ushoga, tendo la liwat. Na kauli ya pili ya maulama wakawa wanaelezea kwamba walikuwa wanafanya kitendo cha adhurat. Adhurat walikuwa wakikaa katika majalisi yao, walikuwa wakikaa katika mabaraza yao, wale watu wa Lut wakawa wanashindana katika kunyamba. Katika Kiswahili sahihi wakawa wanashindana katika kunyamba. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akatwambia kwamba wanajainahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith, tumemwokoa Lut katika kitongoji, kijiji ambacho kwamba kilikuwa kikifanya uchafu. Ahibati fillah, katika haya wakawa ni wenye kulinganiwa na Nabii Allah Lut. Lut akawa anawalingania watu wake, a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa, muna waendea wanaume katika kuwatamani wanaume. Hivi leo mwanamume aenda kamtamani mwanamume? Nabii Allah Lut anawaambia mnakwenda kupeleka matamanio yenu kwa wanaume wenzenu pasi na wanawake. Lut akawa anaendelea na dawa yake katika kuwalingania watu wake na katika kuwakumbusha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati fillah, katika yale ambayo kwamba waliokuwa wakiendelea na Nabii Allah Lut akawa anakuwa ni mwenye kuwakumbusha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akiwaambia atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Yani hivi mnawaendea wanaume na mkawa munaacha kwa yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumbieni nayo. Tumewaumbiwa sisi ndugu zangu katika imani, wanawake wameumbwa kwa ajili yetu sisi wanaume. Ukawa mwanamume unapooa ukawa ni mwenye kupata ifa, ukawa ni mwenye kujistiri na machafu. Lakini watu wa Nabii Allah Lut wakawa ni wenye kuacha starehe hizi ambazo kwamba Allah aliwaumbia nazo, aliwaumbia wanawake. Mwanamume partner wake ni mwanamke, anapokuwa amemuoa yule mke anakuwa ni partner wake ambaye kwamba ataendana naye. Lakini walikuwa wamelewa katika vilevi vya matamanio vya shahwa. Na maulama wanatuambia kwamba mtu anapolewa katika kilevi cha matamanio ni hatari kuliko yule aliyelewa aliyekunywa tembo au yule aliyekunywa mihadarat aina yoyote. Ni hatari yule ambaye kwamba alielewa katika matamanio, haoni hasikii mpaka awe ni mwenye kutekeleza jambo kama lile. Ni hatari kuliko yule ambaye kwamba alielewa kiulevi au katika kiunywaji. Nabii Allah Lut akawa ni mwenye kuwafikishia risala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiwe ni mwenye kumuitikia, wasiwe ni mwenye kukubali da'wa ya Lut, bali mwisho wakawa ni wenye kufikia katika haddi ya kwamba jamani, huyu Lut sasa hivi amekuwa ni kiungulia kwetu sisi. La kufanya sisi ni kumuondosha Lut katika miji yetu. Tumuondosheni Lut katika miji yetu, haya mambo ambayo kwamba anayafanya. Wakawafikia haddi kama hiyo. Walipofikia hapo watu wa Nabii Allah Lut,
na kisa ni kirefu ikhwani fillah, kwa minajili ya wakati tunakuwa tukifanya ikhtisar kwa ufupi. Basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mazungumzo yao ambayo kwamba wameazimia kumuondosha Lut, wakawa wanatoa maneno ya kejeli, wakawa wanatoa maneno ya istihza. Na hivi ndivyo ilivyo baadhi ya Waislamu wanapofikishiwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa katika hali ya kuwabezi na kudharau wale ambao kwamba ni waumini wako katika njia ya sawa. Na ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa anatuambia ndani ya Qur'an, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu, haikuwa majibu ya wale watu wa Lut. Lut anawafikishia risalati rabbih, anawafikishia utangulizi na da'wa ya Mola wake. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu itina bi'adhabi llahi in kunta minas sadiqin la hawla wala quwwata illa billah. Wanamwambia Lut, bwana tuletee hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu unaotuofisha nayo, in kunta minas sadiqin, ikiwa wewe ni katika wa kweli. Na hivi ndivyo ilivyo ahibati fillah. Kuna baadhi ya watu ambao kwamba ni wasilihifu katika ndimi zao, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anafikishiwa risala ya Allah, mtu anapofikishiwa utangulizi na kufikishiwa nasaha kwa Allah, atunge ulimi wake yale maneno ambayo kwamba anayotoa. Atunge ulimi wake Muislamu. Ndugu zangu katika imani, hauwezi kujua ni kitu gani ambacho kwamba kitakuangamiza. Basi fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adhabi llahi in kunta minas sadiqin. Wewe Luti bana, watakututisha, hebu tuletee hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu unayotuambia ikiwa ni kweli. Ilipofika hapo, basi final imefika. Allah subhanahu wa ta'ala akawatuma malaika waende wakatekeleze maamrisho ya yale ambayo kwamba wametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akamtuma Jibril, akamtuma na Mikail, akamtuma na Israfil, pamoja wakateremka ugeni kwa Lut alayhi salam, na wakaenda kwa sura za vijana ambao kwamba ni wazuri. Hakuna aliyejua ujio ule wa wageni katika muda wa jioni isipokuwa jamaa yake Lut, ambao kwamba familia yake akiwemo mke wake. Na katika ugeni kama ule, Nabii Allah Lut akawa anahuzunika katika moyo wake kwa ugeni uliokuja, akijua tabia za wale watu wake ni kwamba kutefuta vibarobaro na kuwafanyia yale mambo machafu, mambo ya kihabithi. Akawa anahuzunika na kusononeka Nabii Allah Lut. Lakini katika moja ambao kwamba aliyefichua siri kama zile, ikhwani fillah, kama Qur'ani inavyotuambia, akawa mke wake ni mmoja, mke wa Lut akawa ni mmoja katika kwenda kuelezea wale watu ambao kwamba ta'malul khaba'ith, wakawa ni wenye kupelekewa habari na mke wa Lut kwamba kule nyumbani kuna ugeni umekuja, na si ugeni wa kawaida, kuna vibarobaro vimekuja vizuri sana. Wakakimbilia kwa Nabii Allah Lut, wakamfuata Lut mbio haraka katika kupata habari kama zile. Nabii Allah Lut katika masikitiko na huku akawa anawaelezea kwamba muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna haulai dhaifi fala tafdhahun. Jamani, wageni wangu hawa, musiwe ni wenye kuniaibisha kwa wageni wangu jamani. Wakawa wanamwambia Lut alayhi salam, na huku Lut akiwaambia, ya qaumi haulai banati hunna atharu lakum. Banati jamani, hawa niko tayari katika kuwaozesha, mko tayari katika kuwataka banati zangu, niko tayari kuwapatia. Lakini wakawa wanamwambia Lut alayhi salam, hakika wewe unajua kwa yale ambayo kwamba sisi tunayoyataka Lut. Na huku Lut akisononeka, Jibril alayhi salam baada ya hapo wakamwambia Lut kwamba sisi ni wajumbe wa Mola wako, tumetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Usihuzunike Lut, usibabaike Lut, wasikutishie hawa, sisi ni utumwa, tumetumwa na Allah tabaraka wa taala. Akajua kwamba wale ni malaika. Na moja katika tarehe
ikituelezea Jibril alayhi salam akawa ni mwenye kuwapiga na mbawa zake wakawa vipofu wale watu ambao kwamba ni wenye kupenda wanaume wenzao, wakarudi nyuma na huko wamekuwa vipofu. Baada ya hapo Lut anaambiwa na Jibril kwamba ondoka na jamaa zako, ondoka wala usiangalie nyuma, isipokuwa mke wake ni katika watu ambaye kwamba aligeuka katika kukhalifu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ahibati fillah, wazee na ndugu zangu wakubwa, namna gani tunapata katika kisa kama hichi? Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Jibril akaking'oa kijiji kile akakipeleka juu. Hawakusikia malaika isipokuwa wanasikia sauti za mambwa wa wale watu wa Nabii Allah Lut wakibweka na majogoo wao na wao wakipiga kelele. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia aliyaha safilaha, juu ikawa ni chini na chini ni juu, na kisha huku Allah subhanahu wa ta'ala akiwateremshia mawe wale watu ambao kwamba walikuwa wakifanya uchafu, wale watu ambao kwamba walikuwa wakifanya ushoga, wale watu ambao kwamba walikuwa ni mabasha. Ahibati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia mawe musawamatan, kila jiwe lina jina limeandikwa, hili la fulani alikuwa yuko katika kitendo hicho, hili la fulani, hili la fulani. Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia mawe. Ndugu zangu katika imani, mazingatio katika haya ambayo kwamba tunayapata katika aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Masikitiko ikhwani fillah, ni katika jamii ngapi ambazo kwamba zimeharibiwa na ugonjwa hili sugu la liwat? Katika jamii ngapi ambazo kwamba au vijana wangapi ambao kwamba walioharibiwa na jambo hili au uhabithi huu, uchafu huu wa ushoga? Ikhwani fillah, wala tusioni haya, tuangaliane kwa haya ambayo kwamba tunayazungumza, na Allah subhanahu wa ta'ala haoni haya katika haki. Ndugu zangu katika imani, ni wangapi vijana wangapi katika Malindi yetu hii walidhulumiwa maskini? Ni vijana wangapi ambao kwamba waliharibiwa maisha yao? Ndugu zangu katika imani, lakini itabakia kwetu sisi, tutapiga kelele leo na kesho, wiki imemalizika, yule aliyefanya kitendo kama kile atakuwa, na cha kusikitisha ni kwamba serikali iwe itampatia dhamana ya kumweka pale, imtoe kwa nusu milioni au iwe hata ni milioni. Haya ni mambo ya kusikitisha ahibati fillah. Yule mtu kama yule kesho tena tumuona barabarani anatembea, lakini tuwaambia wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, wala si ubepari, wala si kwamba ndio ukubwa kwamba mtu anajiona akifanya kitendo kile kichafu. Hivi kweli ndugu zangu katika imani, wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliotuumbia kwa ajili yake wanawake, leo mwanamume akakosa haya, mwanamume akakosa haya akaenda kumtamani na kutaka kumuinamisha mwanamume mwenzake. La haula wala quwwata illa billah. Tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na katika haya ambayo kwamba yanayofanyika. Wala ndugu zangu katika imani, kuna jambo ambalo kwamba tunajalia kwamba mtu anapokuwa anajulikana, labda pengine kuna mtu, kuna dhawabiti zinajulikana kwa mtu kufanya kitendo kama hichi, na pengine watu wakawa ni wenye kuona haya. Ni wangapi katika wazazi walioharibiwa vijana wao wadogo, leo hii wanaona haya, labda mtu anaona haya kujulikana mwanawe kwamba ni miongoni mwa mtu ambaye kwamba alifanyiwa kitendo hichi cha liwati. Ahibati fillah, katika nasaha zangu juu ya wazee wetu na wazazi wetu, juu ya vijana wetu, tuwe tunawaangalia na kuwafuatilia. Ndugu zangu katika imani, isitosheke wewe baba ukawa unatosheka na kumlisha yule mwanao na kumvisha. Angalia anaendamana naye. Ndugu zangu katika imani, angalia mavazi anayovaa kijana wako wa kiume. Leo kuna watu hawana haya, ni makhabithi. Ndugu zangu katika imani, haya mambo yamefika hapa na watu wanakuwa wanaendeza katika jamii, na pengine tuwe hawa watu tunawajua, lakini tunaoneana haya. Ndugu zangu katika imani, namkumbuka mmoja katika mzee wetu viongozi, ananiambia mmoja katika vijiji, siwezi kutaja jina lake, ananiambia habari kutoka kwa chief
watoto takriban 50 wamelawitiwa ndugu zangu katika imani, na kila mmoja au kila mzazi anaogopa, anaona haya. Wallahi tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, isitufikie adhabu. Itakapokuja adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ataingia ndani yake adhabu hiyo as-salih wat-talih. Wewe mwema ambao kwamba ulikuwa hufanyi, utaingia katika adhabu hiyo, kisha baadaye Allah subhanahu wa ta'ala aenda akachague fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kwa hivyo tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwachunge vijana wetu, tuwachunge watoto wetu, na kadhalika mabarobaro tuweni na qanaa. Na mtu awe na qanaa ndugu zangu katika imani. Kwa nini kutaka makubwa? Na kuna watu ambao kwamba ni qauma sawin fasiqin, kuna watu ambao kwamba katika jamii wako tabia yao ni kuharibu tu watoto wa watu. Mtoto awe na qanaa, na mzazi mpatie kijana wako mafunzo katika balaa na gonjwa kama hili ambalo kwamba limetutawala, na pengine tunakaa mambo pengine yanaendelea kisiri, lakini kuna wale ambao kwamba ilifika mwisho wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafedhehesha. Ndio tukawajua kuna fulani, tulijua katika vyombo vya habari kuna mchezaji mpira na mwalimu wake, mkufunzi wake, kocha wake, miezi 8 kijana maskini analawitiwa. Kuanzia Januari mpaka Agosti ndio habari ikaja ikajulikana. Twenda wapi ndugu zangu katika imani? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tuiogopeni siku jamani, tutarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iogopeni siku ndugu zangu katika imani, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuhifadhie vizazi wetu na vijana wetu. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله, katika mambo ambayo kwamba mmoja katika wema waliotangulia akiwa ni Al-Walid ibn Abdul Malik, kiongozi khalifa kama huyo, anasema Amir al-Mu'minin anasema laula anna Allah dhakara qissata Lutiyan fi al-Quran ma kuntu adhunnu anna rajulan yarkabu rajulan. Anasema Walid ibn Abdul Malik, lau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asingetaja kisa cha watu wa Nabii Allah Lut katika Qur'an, ma kuntu adhunnu anna rajulan yarkabu rajulan, ilikuwa sidhani, sisadikishi kwamba kuna mwanamume anaweza kwenda kumtamani, kutaka kumpanda mwanamume mwenzake. La haula wala quwwata illa billah. Ahibati fillah, ni masikitiko makubwa, na ikiwa mtu ma'al asaf pengine risala kama hii inamfikia na akona ugonjwa kama huu, basi falyatub ila Allah jalla wa ala. Hakuna dawa isipokuwa arudi kwa Mwenyezi Mungu kwa taubatan sadiqan, tauba iliyo ya kweli, ajivue katika uchafu ule ambao kwamba aliokuwa nao. Katika uchafu wa pili na kumalizia, ambao kwamba imefungamana na aya yetu, walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Ikiwa uchafu wa kwanza ni uchafu wa ushoga, uchafu wa pili ahibati fillah ni uchafu wa kuhalili. Huu ugonjwa ni ugonjwa sugu. Uchafu huu katika akbarul kabair ambao kwamba umeenea katika mujtama, kama ilivyothubutu katika sunan ya Ibn Majah, hadithi aliyopokea Uqba ibn Amir, anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia siku moja, ala ukhbirukum bitaysil musta'ar, siwajulisheni jamani na fahali la kuwazima. Qalu bala ya Rasulullah, kwa nini ya Rasulullah, tuambie fahali la kuwazima ni yupi? Qala huwa almuhallilu, ni yule mwenye kwenda kuhalili. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la'ana Allahu almuhallila walmuhallala lah. Ndugu zangu katika imani, katika sheria yetu ya Uislamu
haifai kumlani mtu specific bila sababu yoyote, haifai kumlani, isipokuwa ikija dalili ya kuonyesha katika Qur'an ama hadithi kwamba mtu huyu amekuwa ni mal'un. Na haya machafu mawili tuliyozungumzia, uchafu wa liwat, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaapa akalani mara 3, la'ana Allahu man amila amala qaumi Lut, la'ana Allahu man amila amala qaumi Lut, la'ana Allahu man amila amala qaumi Lut. Allah subhanahu wa ta'ala amemlani mwenye kufanya kitendo cha watu wa Lut. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna akhwafa ma akhafa ala ummati amala qaumi Lut, kitu ambacho kwamba ninachokiogopea juu ya umati wangu, ummati Muhammad, ni kitendo cha watu wa Lut. Idha wajadtumuhu man yaf'al amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia katika hadithi, mtakapowapata watu wako katika kitendo hichi cha qaumu Lut, basi faqtulu al-fa'il wal maf'ul, muwe yule basha, muwe na yule shoga. Haya ndiyo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hukumu kama hii ni serikali ama ni mahakama ndiyo yenye kutekeleza, au hakim ndio mwenye kutekeleza adhabu kama hii, ikhwani fillah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahisha ya pili ambayo kwamba ni fahisha ya kuhalili, akasema la'ana Allahu al-muhallila. Wasikie wale baadhi ya watu ambao kwamba ndio maradhi yao ya kusubiri squad ya kuhalili. Mtu anasubiri kwamba unakaa na mke wako, lakini ajibu ikhwani fillah, wewe kama kweli wampenda yule mke wako, kwa nini ulimpa talaka ya kwanza mpaka ikafikia ya 3? Leo hii umemwacha talaka ya 3 kwisha, hakuna tena means, ukakosa haya ukaenda kumwazima yule fahali wa kumwazima at-taisul musta'ar. Na wewe ambaye kwamba unayazimwa ukakubali uchi wako ukaenda kuonekana kwa muda wa siku moja, muda wa wiki moja, hili ni aibu ikhwani fillah, walaysa min ar-rujula, wala si katika uume huu ikhwani fillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la'ana Allahu al-muhallila. Muhallila ni yule ambaye kwamba anayetumwa, bwana nimemwacha mke wangu talaka 3, kwa hivyo bwana naomba uende ukamuoe kwa usiku mmoja, siku moja, kisha umwache ili mimi nirudi. Hii ni laana ikhwani fillah, na laana ni at-tardu an rahmatillah. Mtu anapolaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ametolewa katika rehma ya Allah. Tambueni kuhalili ni haram, na anayehalili, anayekwenda kuhalili, tunamwambia la'natullahi alayhi. Na yule mume aliyeacha talaka 3 anayetaka kuhaliliwa, naye tunamwambia la'natullahi alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قوم إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.